Kama tunaofahamu kwamba katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kocha Steve Barker katika eneo la ushambuliaji huwa anatumia force number 9, namaanisha Eli Mpanzu Kibisawala ndio ambayo anatumika kama namba 9 kwa kipindi cha kwanza, pale ambapo mchezaji Selemani Mwalimu anavyoweza kutokea benchi. Hii inaonyesha dhahiri shahiri kwamba kocha Steve Barker huwa hamwamini kabisa mshambuliaji Selemani Mwalimu. Sasa kwa taarifa ambazo zimeshanifikia kwa wakati huu ni kwamba klabu ya Simba inaendelea na mazungumzo ya kina kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji wa kimataifa wa Angola João Paciêncio anayekipiga katika klabu ya Petro di Luanda, huku nyota huyo akitajwa kuwa mmoja wa washambuliaji wanaofuatiliwa na karibu na mabosi wa wekundu hao wa Msimbazi kuelekea msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Paciêncio ambaye jina lake kamili ni Joaquim Paciência ni mshambuliaji wa kati mwenye umri wa miaka 29, raia wa Angola anayejulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao kwa nguvu za mwili, kucheza ndani ya box na kutumia vizuri nafasi chache anazopata mbele ya lango. Mchezaji huyo pia amewahi kuitumikia timu ya taifa ya Angola ambapo amecheza mechi kadhaa za kimataifa na kufunga bao moja tu. Taarifa zinaeleza kuwa Simba inaona Paciêncio kama mmoja wa washambuliaji wanaoweza kuongeza makali katika safu ya ushambuliaji, hasa kutokana na uzoefu wake mkubwa wa kucheza soka la Afrika kabla ya kujiunga na Petro di Luanda. Mshambuliaji huyo aliwahi kucheza klabu mbalimbali zikiwemo Bravo de Macuas, Sagrada Esperance, Interco pamoja na Cape Town City ya Afrika Kusini. Msimu uliopita akiwa na Bravo de Macuas, Paciêncio alionyesha kiwango kizuri cha ufungaji na kuvutia macho ya klabu kadhaa za ukanda wa Afrika Kusini na Mashariki kabla ya kuhamia Petro di Luanda. Uwezo wake wa kucheza kama mshambuliaji wa mwisho pamoja na kushirikiana na viungo wa kushambulia umemfanya kuwa mmoja wa washambuliaji wanaoheshimika ndani ya ligi kuu ya Angola. Vyanzo vya karibu vinaeleza kuwa Simba inaendelea kutathmini masharti ya dili hilo, huku ikiaminika kuwa usajili wa Paciência unaweza kuongeza ushindani mkubwa ndani ya kikosi na kuipa timu nguvu mpya katika michuano ya ndani pamoja na mashindano ya kimataifa. Ukiniuliza mimi, kwa rekodi namna ambavyo zinasema kama kwenye timu ya taifa kafunga bao moja, basi moja kwa moja mimi siwezi kuwashauri viongozi wa klabu ya Simba kuendelea kumsajili mchezaji kama huyu ambaye anaonekana kutokuwa na makari makubwa ndani ya kikosi hicho ambacho mpaka hivi sasa anacheza. Na pia ukiangalia kigezo cha umri, mchezaji huyu ana umri wa miaka 29, ina maana kwamba ni mzee. Kwa hiyo kama Simba inachagua kumchukua mchezaji mwenye umri wa miaka 29 kuja kuipambania klabu, ina maana muda wowote na saa yoyote, haya ni maji ya jioni, ina maana anaweza kupata majeruhi ama ni vipi? Wewe pia unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi. Unafikiri kwa namna rekodi nilivyokusomea na umri aliyokuwa naye, unafikiri ni wakati sahihi kwa viongozi wa Simba kuendelea kufanya mazungumzo haya? Basi hayo yote na kuomba niandikie komenti yako hapo chini ili tuweze kujua namna gani Simba kama watapigwa ama ni vipi. Lakini all in all, mchezaji huyo yupo kwenye mawindo chini ya viongozi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kikubwa naendelea kushauri kwamba usahau tu kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment.